بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نندلنا درسيته حاشية أصول الثلاثة الشيخ عبد الرحمن النجدي رحمه الله. na darasa iliyopita tuliishia kusoma au kujua nasabu yake, jina lake kamili na nasabu yake mpaka kwa Adnan, na leo tunaanzia wal arabu huna, na nadhani ishasomwa alaysa kadhalik. والعرب هنا المراد بهم المستعربة. wamesema hapa fa innal araba qisman, amesema waarabu wako makundi mawili, yani asli ya waarabu imegawanyika katika makundi mawili, lakini tumesema ni matatu: al-arabu al-baida wal-arabu al-ariba wal-arabu al-musta'riba. Almusta'riba, walarabu almusta'riba, makundi matatu. Yani tunazungumzia aslu ya waarabu, imegawanyika makundi matatu: alarabu albaida walarabu alariba walarabu almusta'riba. Walarabu albaida tumesema ni yale makabila ambayo indatharu, bado hayapo, na Ad na Thamud katika makabila ambayo indatharu hayapo, washatoweka. Tumesema tubakiza makabila mawili au aslu mbili: al-arabu al-ariba na al-arabu musta'riba, kwamba hawa ndio ambao waliendelea. Sasa al-arabu al-ariba ndio wa kwanza, ndio waarabu wa kwanza. Masadiri zote za tarikh zinaonyesha al-arabu al-ariba ndio waarabu wa kwanza, na hao ni watokana na Qahtan. جدهم قحطان، babu yao ni Qahtan. Waqila bi anna aslahum al-Yaman, semekana kwamba asli yao ni Yaman, ay sakanu al-Yamana, waliishi Yaman. Ndio asli ya Waarabu, ndio asli ya Waarabu, ndio arabu al-ariba, kwa maana wao walikuwepo kabla ya al-arabu al-musta'riba. Al-arabu al-musta'riba yani ni waarabu ambao hawako asili yao, hawakuwa wanaongea Kiarabu. Kwa hiyo Kiarabu walikisoma au walikijua kutokana na hawa waarabu ambao ni ariba, al-arabu al-ariba. Hawa ndio ambao waliwafundisha Kiarabu, lugha ya Kiarabu, al-arabu al-musta'riba. Musta'riba kwa maana walikuwa hawaongei Kiarabu, baada ya kuongea Kiarabu wakaitwa Waarabu. Na hawa ni aulad Ismail alayhi salam, mtoto Ismail alayhi salam, au Ismail wa auladu, Ismail na watoto wake, kwa sababu Ibrahim alayhi salam hakuwa anaongea Kiarabu, hakuwa anaongea Kiarabu, alikuwa anaongea ima Kikaldania. Kwa hiyo hakuwa anaongea Kiarabu, lakini waliishi Makka kama tunavyojua. Aliacha ukoo wake Makka, aliacha familia yake Makka, waliishi Makka. Kabila la Jurhum ambao ni katika Waarabu muariba walioshuka Makka, wanaongea Kiarabu. Arabu Waarabu
baada ya kuongea Kiarabu, baada ya kuongea Kiarabu na kufundishwa Kiarabu. Tayeb, hapa kuna masala ya ubora. Je, bora ni nani? Waarabu bora ni nani? Ni hawa ariba au musta'riba? Kabila la Jurhum, hawa ndio bora. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yake kuna mitume, anbiya alayhi salam. Ismail alayhi salam nabiyun min anbiyaillah, ni mtume katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Ismail alayhi salam, na kupitia yeye mpatikana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa Rasul sallallahu alayhi wasallam afdalul khalq, bora wa viumbe. Kwa hiyo kuwa kwamba al-arabu al-ariba ndio asl haionyeshi kwamba wao ndio bora, kwa sababu ubora hauletwi na kutangulia tu, mujarrad kutangulia. La, bora unakuja kulingana na yale na vitu vingine, sifa zilizopatikana. Na hawa al-arabu al-musta'riba ubora wao unakuja taban bitamassuki bid-din. Man tamassaka bid-din, ambaye atashikamana dini. Ama ambaye kushikamana na dini hana ubora, ambaye hajashikamana na dini hana ubora. Kwa hiyo akawa min dhurriyati Ismail watamassaka bid-din waltazama bihi, hapo ndipo unapokuja ubora. Ama kafir au fasik, mtu mwovu, huyu hawezi kuwa bora abadan, hawezi kuwa bora ya muislamu yoyote dhidi ya muislamu yoyote, hata kama si Mwarabu, hata kama si Mwarabu. Inna akramakum inda Allahi atqakum, kama bora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mcha Mungu zaidi. Wazi? Naam. Idhan al-arabu al-musta'riba ndio bora. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, al-arabu idha utliqa falmuradu bihim al-arabu al-musta'riba, yani Waarabu. Ikisema Waarabu, babu yao ni Adnan, ndio huyo ambaye tumesoma nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam bin Ma'ad bin Adnan. Na Adnan juu yake kuna mababu, umekhtalafiana mababu wangapi. Kisha Ismail alayhi salam sema wama fawqahu fi khilaf, yani juu ya Adnan kuna mababu zake wangapi hapa juu mpaka ufike kwa Ismail, kuna khilaf.